ili tuweze kumshukuru kwa zawadi ya ndugu yetu Eminata aliyemjalia uhai, akampa imani, akamshirikisha sakramenti zote za awali na baadaye mwito wake mtakatifu, sakramenti ya ndoa. Haya masomo yanatusaidia sisi tafakari juu ya upendo wa Mungu, kwamba Mungu ameumba kwa sura na mfano wake, kila mmoja kama alivyo ndugu yetu Eminata ni mtoto wa Mungu. Sisi ni watoto wa Mungu, kila mmoja ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ndio maana kila mmoja wetu kama tunavyofanya leo kwa mazishi ya Kristo ni heshima, kwa sababu hili ni hekalu la Roho Mtakatifu iliyotunza nafsi ambayo ilitengenezwa, ilikuwa kwa sura na mfano wa Mungu. Somo la kwanza laeleza juu ya uhai au umri. Sisi tunafanya mahesabu, mtu yule amefika duniani, mtu yule alikufa akiwa mtoto au kijana au mtu mzima au mzee au mzee sana. Hayo ni mahesabu ya kibinadamu, lakini somo la kwanza ni la kupatia nafasi ya kutafakari. Je, maisha yangu yamekuwa kielelezo gani cha upendo wa Mungu kwa wanadamu wengine? Je, maisha yangu yamebeba utukufu wa Mungu? Kwa sababu hayo Paulo anaeleza vizuri katika somo la pili tulilosomewa. Hakuna kitu kitakachotutenga na upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo, hakuna. Sasa yeye ni mwaminifu, alitupokea sisi kwa njia ya sakramenti ya ubatizo, tukafanyika watoto wa Mungu na watoto wa kanisa, akatupa tena sakramenti nyingine. Hivyo ametengeneza au kwa njia ya ubatizo Yesu Kristo na mama kanisa walitutengenezea maisha ambayo ni ya umilele, tunapaswa kuyafanyia kazi. Kumbe somo letu la kwanza na la pili linatueleza uhusiano wetu na Mungu, uhusiano wetu na Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, uhusiano wetu na jamii. Na jamii ya mama Bibi Eminata ni ile familia yake, ile jamii ya kwanza kabisa, ule wajibu wake kama mama alivyoutekeleza. Sisi tulioko hapa, Mungu ametujalia vitendea kazi mbalimbali, kwa mfano usafiri, kwa mfano mawasiliano, tofauti na maisha ya dini alipokuwa na umri wa miaka 2 mpaka miaka 50. Vitu hivyo vilikuwa na ugumu wake sana. Hawa tuliwaji kwa mstari, alipika chakula kwenye yale mawe matatu, akameza moshi wote kwenye ile nyumba kule kijijini, halafu akafunga mkanda, akajinyima, akatoa sadaka kubwa, watoto wakaenda shule wakasoma. Sambamba na hayo masomo, akawaridhisha imani, akahakikisha kwamba wamebatizwa, wamepata sakramenti za awali na wameendelea na maisha yao ya imani, maisha ya sala, maisha ya neno la Mungu, maisha ya sakramenti. Na miito ikatokea, wengine wakaolewa, wengine wakaoa, bado ni matunda ya kazi walifanya yeye na baba au mume wake, na bado akaendelea kufanya mwenyewe mpaka mwisho. Ndugu zangu, mama huyu amefikia zawadi ya ukubwa wa miaka 100 na miezi 3 na siku chache, kwa sababu ya upendo wa Mungu amemzawadia zawadi. Lakini wapendwa wazazi mlioko hapa, mjue kwamba unapowekeza kwa watoto upotezi, unawekeza mahali ambapo ni haki, kwamba mtu huyu mume wake na bidii yao kama mume na mke, kama baba na mama, waliwekeza kwa watoto kwa njia ya elimu. Ndio
ni matibabu, ni mahali pazuri pa kuishi, chumba, kitanda, haya mazingira. Na mwisho walifanya bidii kumpatia bibi kile alichotamani alichokiishi, Ekaristi Takatifu mara kwa mara. Je, sisi tulio na afya, kila mmoja alipoongea bila sauti, lini mara ya mwisho ulipokea Ekaristi katika hali ambayo unastahili? Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Lini umepokea mara ya mwisho? Na aulaye mwili wangu pasipo kustahili anakula hukumu yake mwenyewe. Je, tunapopokea Ekaristi Takatifu kama juzi Jumapili au leo katika ibada ya misa ya kumwombea ndugu yetu, je, ninayo mastahili kweli ya kutumikia meza ya Ekaristi na kuambiwa mwili wa Kristo useme amina? Na swali lingine ni yale tuliyoadhimisha juzi Jumapili, sherehe ya sakramenti ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuliadhimisha katika kanisa ambayo imepasua, alafu tukatembea barabara zote za jiji la Moshi mpaka hapa Soweto, kila mtu akatuona. Alafu Jumatatu tumekutana na watu wale wale katika kazi zetu, biashara, kule kwenye familia. Je, bado maisha yetu yamemweleza yule Yesu tuliyemtoa kanisani na tukazunguka barabara zote hizi? Hivyo. Na mwisho, wapendwa, ni mwaliko kwenu kwa watu wa ulimwengu, ipende, iheshimu na ipokee Ekaristi Takatifu mara kwa mara katika maisha. Kila mara nilipokupelekea Ekaristi Takatifu, uliona katika uso wake, uliona katika macho yake tabasamu alikuwa nayo kwa ajili ya furaha ya kupokea komunyo. Ilimpa nguvu. Huyo ndiye Yesu wa Ekaristi aliyekubali kufa msalabani kwa ajili ya mimi, kwa ajili yako na kwa ajili ya Mungu. Kwamba tunapopokea katika Ekaristi katika Mungu Takatifu, iko furaha ambayo inakaa ndani yetu na inaonekana hata usoni. Napenda niwashukuru sana Baba na Mama Kristina kwa sababu nilimuuliza baba, haya yote unayafanya, je, mwili mama yako? Akaniambia, baba, unasahau juu ya sakramenti ya ndoa. Mimi baada ya kumwoa binti wa huyu mama amekuwa mama yangu. Baba, huyu mama ametoka kule kijijini, amekuja nyumbani kwa Bwana Kisinga ili apate matunzo mpaka siku ya leo. Inaonyesha upendo na umoja wa ndoa, kwamba ninyi wanandoa mlioko hapa, Mr. and Mrs., bwana na bibi, baba na mama, fungo hilo la ndoa linawapa wazazi wajue sasa baada ya kufunga ndoa, wewe baba unaacha baba na mama yako, wewe mama unaacha baba na mama yako, ninyi sasa mnakuwa mwili mmoja na wazazi wanne, baba, mama, baba. Nao mmeishi wamejitekeleza kiasi ambacho mama alikuwa na furaha. Na mtu asiniambie kwa sababu labda walikuwa na uwezo zaidi, mama alipata upendo ambao kila mmoja amegawiwa na Mungu bure. Namna gani wewe unashirikisha huo upendo uliopewa na Mungu bure kwa wanadamu wengine?
analofundisha Yesu, huu umoja unaotengenezwa wewe unayeamini na kupokea umoja huo na Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo, umoja huo na Mungu Baba. Ndugu zangu, tuipende Ekaristi, tuwapende